Bwana awe nanyi. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tunaiadhimisha Dominika ya 5 ya Pasaka ya mwaka C wa liturujia ya Kanisa, tukiwa ndani ya adhimisho la Jubilei kuu 2025. Katika adhimisho la Ekaristi Takatifu tutamsikia Bwana wetu Yesu Kristo akitoa wosia wake kwa mitume kabla ya kupaa kwake kwenda kwa Baba. Wosia anaotoa ni mwongozo wa maisha na ishara ya kuwatambulisha kuwa wao kweli ni wanafunzi wa Yesu. Anawaambia, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Wosia huo anaotoa Yesu Kristo kwa wanafunzi wake ni wosia ambao unakuja kwetu sisi katika maisha ya Ukristo. Daima Yesu Kristo anatualika kupendana kama yeye mwenyewe alivyotupenda sisi. Basi tualikane kutafakari wazo hili, pendaneni. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tupate kustahilishwa kuyaadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, nanyi nikusamehe kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sasa. Ndio maana naomba Baba yangu, itawala malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni
Wajalie wazae matunda mengi kwa msaada wa ulinzi wako, na kuzifikia furaha za uzima wa milele kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo na Barnaba wakarejea mpaka Listra na Antiokia na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokuwa wakichagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perga wakateremka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika walikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Neno la Bwana. Amen.
na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupamba kwa mmeo. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Neno la Bwana. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 31 hadi 33a na aya ya 34 hadi 35. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake,
naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Neno la Bwana. Jubilei 2025, Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, nimewaalika kutafakari wazo hili, pendaneni, kama lilivyojitokeza katika Injili iliyosomwa leo. Maneno kupenda, mapendo au upendo sio misamiati migeni kati yetu. Ni maneno ambayo wengi wetu, kama sio wote, tumekuwa tukiyatumia katika mahusiano yetu kwa nafasi mbalimbali na katika uelewa tofauti kwa lengo la kufikishana ujumbe tarajiwa. Kwetu sisi waongeaji wa Kiswahili, maneno haya tumekuwa tukiyaelekeza kwa mtu fulani au kwa kitu chochote kile unachokihitaji, kinachotupendeza, kinachotufurahisha, kinachotufaa au kile ambacho tunafaidika nacho. Hivyo hatuna ngazi za kueleza upendo huu, lakini pia hatuelewi ni katika uzito upi tunatofautisha kati ya mtu na kitu au kati ya kitu kimoja na kingine. Mfano, mmoja anaweza kusema nampenda Mungu, nampenda Mama Bikira Maria, na wapenda watakatifu, nampenda baba, nampenda mama, nampenda kaka au nampenda dada yangu. Na mwingine anaweza kusema nampenda mchezaji fulani au nampenda mwanamuziki fulani au nampenda rais fulani. Na mwingine anaweza kusema napenda pombe, napenda nyama, napenda maziwa. Na mwingine anaweza kusema nawapenda paka, nawapenda twiga, nawapenda tembo. Na mwingine anaweza kusema napenda magari. Kama hivyo vyote tunavipenda, je, tutatofautisha namna gani upendo wetu kwa Mungu, upendo wetu kwa mama au baba,
upendo wetu kwa mchezaji fulani au mwanamuziki fulani na upendo wetu kwa wanyama? Ni katika uzito upi au ngazi zipi za upendo tunapendana? Je, unavyompenda baba ni sawa na unavyompenda paka? Tutatofautisha vipi kati ya kumpenda mtu na kupenda kitu? Je, tunapenda mpaka wapi? Kuna mipaka ya kupenda, na mipaka yetu ya upendo iko wapi kati ya kumpenda mtu au kitu? Ndugu zangu, Wayahudi kwa asili walikuwa na upendo wenye ngazi tofauti. Upendo wa Mungu ambao uliitwa agape. Upendo katika ngazi ya familia, ndugu, jamaa na marafiki, ambao litamka kwa neno hili filia. Na upendo katika ngazi ya tatu ya mahusiano ya kiuchumba yanayowakutanisha vijana wawili wa kike na wa kiume, mapendo yanayowaelekeza kwenye maisha ya ndoa. Upendo huo unaitwa eros. Sasa pamoja na ngazi hizo walizokuwa nazo, bado Yesu hakuridhishwa na mfumo wao, hasa katika kumpenda jirani. Yesu ametambua mapungufu yetu katika swala hili la kupendana. Ndiyo maana leo, siku chache kabla ya kupaa kwake kwenda kwa Baba, anatoa wosia huu kwa mitume wake akiwaambia, amri mpya nawapa, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Alitoa wosia huo uwe mwongozo katika maisha yao, kwa vile kazi waliokuwa wanaiendea ya kutangaza ufalme wa Mungu ilikuwa ni ngumu, na hivi walihitaji kanuni ya kuwaongoza. Wosia huu unaotolewa kwa mitume unatolewa pia kwetu, kwa vile nasi ni wanafunzi wake kwa ubatizo wetu. Hivyo wosia huu lazima uwe mwongozo wa maisha yetu katika kutekeleza mapenzi yake. Utatambulikaje kuwa sisi ni wafuasi wa Yesu endapo tutashindwa kutekeleza agizo hili la kupendana? Kwa nini basi Yesu sasa amri hii ya mapendo anaiita amri mpya, wakati katika Agano la Kale kulikuwa na amri kama hii? Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 5, anaposema, kumbuka Israeli, Bwana Mungu wako ndiye mmoja, na wewe umpende kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote, na upende jirani yako kama nafsi yako. Pia katika kitabu cha Mambo ya Walawi
sura ya 19 aya ya 18, amri hii ya mapendo inatamkwa. Sasa katika Agano la Kale, amri ya mapendo ilitumiwa na Waisraeli wakihimizwa kumpenda Mungu na jirani. Kwa Wayahudi, jirani alikuwa ni yule Myahudi mwenzao, tena yule asiye na matatizo. Kumbe Myahudi aliyekuwa na matatizo fulani au ugonjwa fulani hakuthaminika wala hakupendwa. Ndiyo maana wengine walitengwa na jamii. Mfano wa Ngoma, daima aliyetambulikana kuwa ni mkoma alitengwa mbali na jamii. Kwa mtizamo huu basi, Yesu anaposema hii ni amri mpya, pendaneni, yeye alitaka kurekebisha mapungufu ya amri ya mapendo walioshikilia Wayahudi, na pia kuturekebisha hata sisi au kutufundisha jinsi tunavyopaswa kuitekeleza amri hii mpya ya mapendo. Hivyo anatoa sababu mbili kuonesha upya wa amri hii. Sababu ya kwanza, Yesu Kristo yeye mwenyewe ni mfano na kipimo cha upendo kamili, kwa sababu upendo ndio unaomfanya akubali kuchukua hali, ndio uliomfanya akubali kuchukua hali ya ubinadamu wetu, akaishi pamoja nasi katika mazingira yetu magumu, na mwisho akakubali kuteswa na kufa msalabani kwa ajili ya kupenda sisi, kama mnavyoona kwenye msalaba huu ulio mbele yenu. Kumbe sababu ya pili, Yesu anapanua wigo wa mapendo yetu, yaani anataka tusiwapende wale tu tunaofikiri kwamba ndio wanaostahili kupendwa. Mfano, ndugu zetu, watu wa kabila letu, wenye mafanikio makubwa, matajiri, wenye uwezo kiakili, wale wanaotufurahisha, wale tunaofaidika nao, na wengine wote wenye sifa za kibinadamu zinazotuvutia. Kwa kuwapenda hao tunaodhani kuwa wanastahili, hatutofautiani na Wayahudi waliompenda Myahudi mwenzao. Yesu aliwahi kusema hata watu wa mataifa hufanya yayo hayo. Hivyo Yesu kwa amri hii mpya ya mapendo anataka kuondoa mipaka na matabaka katika kupendana. Ndiyo maana anasema pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Kutokana na sababu hizo mbili, Yesu anasema mapendo halisi na ya kweli hayachagui wala hayana ubaguzi. Hayaangalii huyu ni mtu wa namna gani, kwamba ni wa kabila langu, msomi mwenzangu, mfanyakazi mwenzangu,
au yule tunayoshirikiana pamoja kwenye vilabu vya pombe, au yule anayenisaidia. Kama tunawapenda wale tunaofikiri kwamba ndio wanaostahili, basi tunapoteza maana halisi ya upendo kadiri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Yesu anasema tusipende kwa matarajio fulani au kwa faida fulani ya kibinadamu, au tusipende kwa vile kesho na uhakika tutafaidika. Matarajio yetu yawe kutekeleza mapenzi ya Mungu, na huko ndiko kutarajia utakatifu. Tukiwapenda ndugu zetu tu, jamaa, marafiki, watu wa kabila letu, au wale tunaotegemea kupata chochote kutoka kwao, basi wale ambao wako mbali nasi au hawana chochote hawatapendwa kabisa, na hivi tutakuwa tunachangia kudhoofisha uhai wao. Kati ya mambo ambayo katika maisha ya binadamu yanaleta uhai ni upendo. Hata kama utatoa kitu cha thamani kwa mtu, lakini kama umpendi, kitu kile hakina thamani. Ukampa chakula kitamu ale, lakini ukaonesha wazi kwamba umpendi, kwa kweli hata utamu wa chakula huwa unapotea. Na ndiyo maana Mtume Yohane katika waraka wake wa kwanza sura ya 3 aya ya 14 hadi 15 anasema, yeye asiyependa akaa katika mauti, na kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Yesu katika maisha yake hapa duniani aliwapenda watu wote bila kujali huyu ni Myahudi au wa kabila gani. Wote kwake walionekana kuwa ni ndugu zake. Kwa vile basi ni wafuasi wake kwa ubatizo wetu, basi hatuna budi kuyatenda yale aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi, kama Kristo alivyotupenda sisi, nasi pia tunapaswa kupendana, tukizingatia vigezo vifuatavyo. Kigezo cha kwanza, Yesu hakuwa binafsi katika kupenda. Alimpenda kila mtu, hata akakubali kufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Kielelezo halisi kiko hapa. Tuondoe ubinafsi wa mapendo. Kila mmoja anahitaji kupendwa, na kama kila mmoja anahitaji kupendwa, basi naye atoe mapendo yake kwa mwingine. Usitake tu kupendwa na wakati wewe upendi. Yesu alitupenda hata kujitoa sadaka msalabani. Kupenda au kupendwa sio mara zote
tutatarajia furaha. Nyakati fulani lazima kukubali kujitoa sadaka, kuyakubali maumivu, hata ikibidi kuwa tayari kupoteza uhai kwa ajili ya kudhihirisha upendo wako kwa yule unayempenda. Yesu ametupenda kwa kutuelewa na kutufahamu. Amezifahamu tabia zetu, shida zetu, mapungufu yetu, lakini hakutubagua wala kumtenga yeyote yule. Ndiyo maana alichukua jukumu la kuwaponya wagonjwa, vilema, vipofu, viziwi, na kutuondolea hata ujinga kwa mafundisho yake. Kwa mifano hii basi, anatufundisha nasi tusiwe na mapendo kipofu, bali mapendo yetu yaone shida na matatizo ya wapendwa na jirani zetu, kusudi tuweze kuwasaidia. Mapendo ya Yesu ni mapendo samehevu. Kwa sababu ya kutupenda, Yesu hakuona ugumu wa kutusamehe dhambi na makosa yetu. Alipokuwa pale msalabani, aliwasamehe wote, hata yule mnyang'anyi. Rejea Injili ya Luka sura ya 23 aya ya 43. Mapendo yasiyojua kusamehe ni kinyume kabisa na mapendo anayotufundisha Kristo. Kusamehe ni kigezo kimojawapo kinachodhihirisha upendo halisi, upendo wa Kristo mwenyewe. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kupenda kwa kuzingatia vigezo hivyo vinne si jambo rahisi, lakini inawezekana kwa maamuzi ya kweli bila kusahau sala. Kama tutashindwa kutekeleza amri hiyo kama alivyofanya Kristo kwa kuwapenda wote bila ubaguzi, basi walau udhihirishe mapendo yetu katika kundi mojawapo, kama vile katika familia zetu. Familia zetu katika wakati wa sasa zimepoteza upendo mkamilifu. Ndiyo maana sasa wanafamilia walio wengi, baba, mama, watoto wengi wana tatizo la msongo wa mawazo. Unaweza kukuta baba na mama hawapendani. Kwa hiyo baba hata akiwa mazingira fulani hapendi kurudi nyumbani mapema, kwa sababu anajua anaenda kuamulia ugomvi. Hata mama unakuta akiwa katika mazingira fulani hapendi kurudi nyumbani mapema, kwa sababu anajua mara tu atakaporudi anaenda kuamulia ugomvi mkubwa.
na hivyo maisha ya wanafamilia walio wengi hayana raha. Na wengi wao wanapata shida ya afya ya akili, na ndiyo maana hata maamuzi yao ya mwisho huwa yanakuwa hayana kushauriwa. Kitu kinachowafanya wawe hivyo ni kukosa upendo. Watoto nao wanapata shida kama baba na mama hawapendani. Watoto wanashindwa kuiga maisha ya nani ambayo yatawasaidia wao kwa baadaye. Kwa hiyo unakuta hakuna upendo kati ya baba na mama, hakuna upendo kati ya watoto na wazazi wao au wazazi na watoto. Hakuna upendo kwa wazee, hakuna upendo kwa wagonjwa. Yaani tuna tabia moja nzito sana. Ndugu yetu anapoumwa kupindukia, kila mmoja anapoomba msaada kwa ajili ya yule ndugu, atakwambia nini? Hela, yaani sina fedha. Lakini dakika chache anapokwambia sina fedha, utamkuta kilabuni anapima, yaani kila lita inapopungua anapima ya pili na analipa. Na ni wale waliosema hatuna fedha wakati wa ugonjwa. Huyu mgonjwa akifariki, wanaanza kutengeneza vikao vya kukusanya fedha kwa ajili ya kununua jeneza la kifahari na kutengeneza vyakula vizuri kwa ajili ya waombolezaji. Katika hilo unauliza, upendo uko wapi? Marehemu anagharamikiwa kwa mamilioni katika mazishi yake. Wakati alipokuwa anaumwa, zilihitajika laki kadhaa tu ili kuponya ugonjwa wake. Hizo hazikupatikana. Kila mmoja alisema ndiye hela, manake sina. Lakini baada ya kifo zinakusanywa nyingi. Wapo wagonjwa wanaotuzunguka, ukiombwa michango tuchangie matibabu yao, hatuna, ila tuna uwezo wa kuchangia sherehe za harusi kwa mamilioni ya fedha. Yaani ukipewa kadi ya mchango wa harusi unaitumikia vema kuliko ukipewa kadi ya mchango wa ugonjwa. Yaani ukiona umeombwa kwa ajili ya ugonjwa, unaona ni kitu ambacho sio. Lakini umeombwa kwa ajili ya harusi au send off, haraka sana. Umeona send off au sherehe za harusi zinazogharamikiwa kwa mamilioni ya fedha, milioni 5, milioni 10, milioni 20 hadi 30, ambapo tuna wagonjwa wanaohitaji 500,000 tu kwa ajili
ya kupata matibabu yao saa nyingine, hizo hatuna. Hapo unahoji upendo uko wapi? Tunao masikini wasio na vya kuvaa, wasio na chakula, wasio na makazi mazuri. Tunaishi kifahari, tunakula, tunakunywa, tunalala pazuri, na vyote hivi tunavitumia kupita kiasi. Nakula hadi unatapika, au kinabaki, unakula hadi kinabaki unarusha kwa mbwa. Na wapo maskini wanaopita wakisema nina njaa, unasema kali kwenu. Sasa kama kwao kulikuwa na chakula, alikujaje kwao? Sasa tunaomba kuchangia katika makundi mojawapo ya watu hawa, ili utukufu wa Mungu udhihirike na utekelezaji wa amri hii ya Yesu Kristo udhihirike wazi, kwamba kweli tunapendana kama yeye alivyotupenda sisi, na hivyo watu watajua kuwa sisi tumekuwa wanafunzi wake, tukiwa na upendo sisi kwa sisi. Tumsifu Yesu Kristo. Na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Ndugu zangu katika Kristo, Yesu Kristo kabla ya kuwaaga mitume aliwapa amri yake kuu akisema, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Amri hii aliyoitoa si kwamba iwahusu mitume tu, bali hata sisi tuliowabatizwa, ambao baada ya kubatizwa tunatumwa kuwa watangazaji wa habari njema, na kigezo au mwongozo wetu mkuu ni upendo. Kikumbuka haya yote,
lakini pengine tunachelewa kuyatimiza kwa matendo. Kwa matendo ya upendo tuwavute watu wengi wajiunge na jamii ya waamini wa Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala daima na milele. Amen.
ibariki na Mungu Baba Mwenyezi. Mungu, kwa njia ya mabadilishano matakatifu ya sadaka hii, umetufanya washirika wa Mungu wako mkuu na wa pekee. Tunakuomba utujalie ili kama tulivyoujua ukweli wako, hali kadhalika tuweze kufikia kwa mwenendo stahiki, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Mtakatifu, Bwana
mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja, roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo
kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Romanus Mihali, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele.
tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aziondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nakaribisha matangazo. La kwanza, zoezi la kubariki nyumba litaendelea na tutaendelea Alhamisi kwa kumalizia zile jumuiya za Mpwapwa. Kwa hiyo wote tunakaribishwa, usikimbie, wewe baki tu. Na tena ni siku, tunaweza kusema ni siku ya kujiotea neema, kila mmoja kwa nafasi yake. Msalaba huu sisi tumeupokea tarehe 16 kutoka Kidamali saa 4 asubuhi. Tumekwisha uzungusha sehemu zifuatazo. Tulianza na ile jumuiya ndogo ya Ikindo Ngodi, kwa sababu ndiyo mazingira tulikopokelea. Kutoka Ikindo Ngodi tulielekea Mwambao, kigango kile cha Mwambao. Kutoka kigango cha Mwambao tulirudi Gangilumu, ambapo ndipo tulipokesha mpaka jana asubuhi. Jana asubuhi tumetoka Gangilumu tumeelekea Chamgogo. Kutoka Chamgogo tulirudi tukaingia Kidiro. Kutoka Kidiro baadaye tumeingia Kihanga, ambako ndiko tulikokesha na msalaba huu mpaka asubuhi hii. Na asubuhi tumesali pale. Baada ya misa tumetoka pale Kihanga, tumepita hapo Luteni, kigango cha Luteni. Tumesali misa tukiwa na msalaba, na kutoka Luteni msalaba ndio umetufikia sisi, ambao tutakuwa nao kutoka sasa mpaka kesho asubuhi. Kesho asubuhi tutaelekea na msalaba kigango cha Ruhuu. Kutoka Ruhuu tutarudi, tutaingia kigango cha Makongati ambacho tulikuwa tumeruka, na pale kigangoni Makongati tutakesha napo hadi asubuhi Jumanne. Jumanne tutatoka na msalaba, tutaelekea Sadani. Sadani pale tutashinda na msalaba mpaka jioni, na baadaye jioni tutarudi tena hapa kwa maandalizi ya kwenda kukabidhi siku ya Jumatano saa 3 asubuhi kwa wenzetu wa parokia ya Mlolo. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano swala hili kama alivyotangaza kiongozi hapa kwamba Jumatano tujitahidi wote kukusanyika kuelekea pale Sadani, sehemu ile mpakani kati ya Sadani na kigango cha Tanangozi, nadhani panaitwa Kiongolero. Ni pale ambapo tutakabidhiana na paroko wa Mlolo. Kwa hiyo niwaombe waumini wote siku hiyo tujitahidi kuelekea mahali hapa. Tumekwisha taarifiana huko Vigangoni, na huko Vigangoni nao wameweka mipango yao ya kufika hiyo siku ya Jumatano asubuhi, alafu tutaanza kwenda kwa pamoja mpaka pale mazingira yao. Kwa hiyo tuombe tu ushirikiano wenu mzuri katika tukio hili. Sasa leo hii wakati tunaendelea na shamla tukiwa na msalaba huu, tutakuwa na mada mbili ambazo zitaongozwa hapa kama semina. Mada ya kwanza itakuwa ni juu ya utume wa familia. Mada ya pili
tutazungumza juu ya imani Katoliki. Sasa katika imani Katoliki tutazungumza juu ya fadhila zile tatu kuu za kimungu. Tunazitafakari hizo kwanza, fadhila kuu tatu za kimungu. Kwa hiyo hii mada juu ya utume wa familia ataiongoza katekista, yuko hapa, ambaye nilimwambia aandae na aifundishe mada hiyo kwenu. Na juu ya imani Katoliki, hiyo nitaishughulikia mimi mwenyewe, nituzungumze mambo mengi kuhusu imani. Kwa hiyo ningeliwaomba kila mmoja ajitahidi kubaki hapa na kuwa msikivu. Mafundisho kama haya yanapatikana kwa nadra. Kwa hiyo pale unapopata nafasi ya kujifunza, ni vema ukaitumia nafasi hiyo vizuri, ili ikusaidie katika kuishi Ukristo wako katika familia na katika jumuiya na katika mazingira yoyote uliyo nayo. Kwa hiyo ninaomba kujitahidi wote kuwepo hapa, hata ninyi watoto naomba msikimbie, na ninyi muwepo hapa mjifunze mnacho cha kujifunza katika mada hizi tutakazozifundisha leo. Wenzangu, ninyi watu wazima, kila mmoja ajitahidi kuwepo ili apate msaada huo. Tunajua tunazo changamoto nyingi za kiimani, za kifamilia. Sasa ni nafasi ya kujifunza ili tuweze walau kupata njia ya kuzitatua changamoto hizo. Asanteni sana na ninawakaribisheni nyote. Msifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Basi tumpigie vigelegele Yesu. Bwana awe nanyi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.